Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, lakini pia karibu. Mengi yamezidi kujiri baada ya kutamatika kwa kufungwa dirisha dogo la usajili la NBC Premier League kwa mwaka 2023-2024. Klabu za soka mbalimbali Tanzania bara zimeweza kufanya sajili mbalimbali, lakini pia zikiweza kuachana na wachezaji kadhaa. Kubwa zaidi hapa tunaangazia kile ambacho kimeweza kusababisha vilabu hivi viweze kufanya sajili hizo, na ni kwa nini aina hiyo ya wachezaji wameweza kusajiliwa katika kipindi hiki, na kwa nini wale ambao wameweza kuachwa wameachwa kwa sababu zipi, na ni wapi wameelekea na vipi hatima yao katika uchezaji wao ndani ya NBC Premier League. Kubwa zaidi tunaangazia na Simba Sport Club juu ya kile ambacho wameweza kukifanya mpaka sasa, wakiweza kuachana na nyota wao kadhaa wa kimataifa, lakini pia wakiweza kufanya sajili katika dirisha hili dogo la NBC Premier League. Katika wachezaji ambao wameweza kufanyia usajili msimu huu wa dirisha hili dogo, Simba Sport Club wameweza kuanza na mshambuliaji Omar Job, lakini hawakuishia hapo. Pia wameweza kufanya usajili mwingine wa mshambuliaji ambaye anafahamika kwa jina la Fred Michael Kalubani kutoka katika klabu ya Green Eagles ya Zambia, ambapo huyu ni Ivory Coast. Lakini licha hiyo, Simba Sport Club imeweza kuachana na wachezaji wake wawili wa kimataifa, na mzungumzia Moses Firi, lakini pia bila kumsahau Jean Baleke, lakini Shaban Chilunda na Sorokapama Mohamed Musa pamoja na Gibson Mwanuke wanatimiza idadi ya wachezaji wanne ambao mpaka sasa Simba Sport Club imeweza kumalizana nao kimkataba, wakiwapa mkono wa kwaheri. Hii ndio idadi ya wachezaji ambao wameingia, lakini pia ambao wameweza kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Tunaanza na moja, ni kwa nini wachezaji hawa wameweza kuachwa na ni kwa nini wachezaji hawa wengine wameweza kuingia. Tukianza na sakata la Jean Baleke Otos, yeye ni mchezaji halali wa TP Mazembe na alikuja ndani ya klabu ya soka ya Simba kwa mkopo, ambapo aliweza kusajiliwa kwa mkopo wa awali wa miezi 6, na baada ya kuweza kuonesha kiwango safi, Simba Sport Club ikaweza kusogeza mbele mkataba wake wa mkopo kutoka katika klabu yake mama ya TP Mazembe. Kutokana na kiwango safi ambacho Baleke ameweza kukionyesha, kocha wa klabu ya soka ya TP Mazembe akahitajia huduma ya mchezaji huyu ambaye ni mali halali ya TP Mazembe, ambaye yupo Simba Sport Club kwa mkopo, na hatimaye muda wa mkopo kuweza kutamatika, TP Mazembe wameweza kumrejesha nyumbani mchezaji wao Jean Baleke Otos, na hii ndio sababu Simba Sport Club hawakuwa na namna ya kuweza kuendelea na Jean Baleke Otos. Kiwango chake kiliweza kudhihirika na alihitajia kudumu ndani ya klabu ya soka ya Simba, lakini klabu yake mama ya TP Mazembe ilimhitajia, na ndipo Simba Sport Club wakawa hawana namna, lazima waweze kufanya usajili wa striker mwingine ili kuweza kuziba nafasi hii ya Jean Baleke Otos, kwani kumbuke Simba Sport Club ilikuwa inamkosa namba 9 asilia. Namba 9 asilia ni John Raphael Boko Shabani Chilunda, ambapo mpaka sasa Shabani Chilunda yeye hayupo ndani ya kikosi cha Simba, na alibaki ni John Raphael Boko, mchezaji ambaye tayari muda unamtupa mkono ndani ya kikosi cha Simba, na hivyo Simba wakaamua kutafuta striker la magoli na kuweza kusajili washambuliaji wawili